Ujio wa beki wa kimataifa kutoka Ivory Coast Ismael Olivier Toure ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, maana yake moja kwa moja unaiongezea Simba uwezekano wa kupata matokeo mazuri katika mechi mbili muhimu za kuamua hatima yao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi msimu huu, kwa maana ya mechi dhidi ya Esperance de Tunis, moja itakayochezwa tarehe 24 mwezi huu kule nchini Tunisia na marudiano wiki moja baadaye nchini Tanzania. Ni kwamba huyu Olivier Ismael Toure anakwenda kuimarisha Simba katika eneo la kiulinzi. Huyu ni beki wa kati ambaye kama anakuwa kwenye kiwango chake bora, maana yake kocha Steve Barker ambaye tayari ameshawahi kufanya naye kazi atakuwa na uhakika zaidi wa kuwa na ulinzi imara na matokeo yake kuwa na fursa sasa ya kwenda kuwadhuru wapinzani wao. Na hapa tunazungumzia Esperance de Tunis, ambapo mwisho wa siku wanaweza wakapata kile ambacho Watanzania wangali wakikisubiri sana kutoka kwao. Wekundu wa Msimbazi Simba wanakihitaji sana, kwamba washinde na mwisho wa siku wapindue meza kibabe kwenye kundi lao la D kwa kumaliza miongoni mwa timu mbili za kileleni mwa msimamo wa kundi hilo wa mwisho, ili mwisho wa siku wasonge mbele kwenye hatua ya robo fainali na hatimaye nusu fainali, fainali na kutoa ubingwa ikibidi, maana hakuna ajuaye. Iko vipi? Ni kwamba Ismael Olivier Toure, umri miaka 28, urefu wake ni futi 6, around futi 6, yes. Na guu lake lenye nguvu zaidi ni guu la kulia. Huyu Olivier Ismael Toure, mguu wenye nguvu zaidi ni wa kulia. Huwa nafasi yake zaidi hucheza vyema nafasi ya beki wa kati. Ndio, katika mfumo wa Simba wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu shambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, au kuwa na baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, au baada ya golikipa 4-4-2, washambuliaji wawili. Yeye katika kila mfumo kwenye hawa wanne ndipo hucheza zaidi. Hata wanapokuwa na mabeki watatu, yani wakaanza baada ya mfumo baada ya golikipa kuwa na 3-5-2, yeye katika mabeki watatu anakuwepo pale kati. Kwa lugha nyingine, ndani ya Simba amekuja kuungana na kina Wilson Nangu, amekuja kuungana na Rushaine De Reuck, amekuja kuungana na Abdurazak Hamza ambaye hivi sasa ni majeruhi, lakini ni kwamba kuifanya Simba iwe na akiba ya kutosha ya walinzi wa kati wenye ubora wa hali ya juu. Yeye hivi sasa ametoa Simba akitokea katika klabu ya Banias inayoshiriki ligi kuu ya Falme za Kiarabu, ambako Banias wamecheza mechi 12 katika ligi kuu yao. Yeye amecheza mechi 5. Katika mechi hizo 5, nini alichokionyesha ni pamoja na uwezo wake wa kutekeleza majukumu ya kiulinzi, ambayo kimsingi kuna kitu tunaita tackling. Kwa mfano, yeye ni mzuri sana akitumia miguu yake mirefu, wajihi wake kwenda chini kunasa mipira, pasi na kusababisha madhara kwa mpinzani ni miongoni mwa sifa kuu zake. Sasa ameshafanya katika mechi hizo 5 ameshafanya tackling 7. Lakini kuna interceptions, kwa maana ya kuingilia mipira ya wapinzani, ameshafanya kwa mafanikio mara 5. Lakini kuna clearances, kuosha mpira, kuondoa katika eneo hatarishi uende eneo salama. Kwenye mechi 5 ameshafanya clearances 29. Yote kuonyesha namna gani ni beki bora sana anapokuwa kwenye kiwango chake katika kutekeleza mipango ya timu, hasa katika eneo la kuzuia. Ni mzuri pia katika kuanzisha mipira, kwamba katika mpira wa kisasa modern football, makocha kama Steve Barker hupenda ujenzi wa mashambulizi uanzie nyuma na sio kipa kupiga tu mbele, bali anaanzia kwa mabeki wake, wanatengeneza mazingira ya kupasia mipira kwenye eneo la progression kwa viungo wao, ambao nao wanapeleka kwa viungo wa ubunifu, ambao nao wanapeleka kwenye eneo la mwisho, kwenye finishing, kwenye attacking, ili waweze kuwadhuru wapinzani. Sasa yeye ni mzuri katika kutumia mguu wake wa kulia vyema, wa kushoto pia hutumia, ingawa wenye nguvu zaidi ni wa kulia. Lakini kwenye mipira ya juu, kuiosha, kuisafisha kwa vichwa, yuko vizuri. Kwenye mipira ya kutenga pia yeye ni silaha nyingine, kwa sababu urefu wake wa futi 6 unamfanya awe na faida katika kugombania mipira ya juu ya mipira ya kutenga, ikiwemo mipira ya kona. Kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliopita akiwa katika klabu ya Stellenbosch, wakati huo akiongozwa na kocha Steve Barker ambaye hivi sasa ndo kocha wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Ismael Olivier Toure alikuwa ni miongoni mwa mabeki wa kutumainiwa mno na kocha Steve Barker, ambapo kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL yeye alishiriki kwa kiasi kikubwa kuiwezesha Stellenbosch kumaliza katika nafasi ya 3 kwa mara nyingine tena kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini.
wakizidiwa tu na Mamelodi Sundowns pamoja na Orlando Pirates. Wao Stellenbosch chini ya Steve Barker, mafanikio hayo waliyapata kutokana na wachezaji wa ubora katika eneo lote la uwanja, ikiwamo eneo la ulinzi ambako Ismail Olivier Toure alikuwa ni miongoni mwa mihimili. Katika mechi 28 za PSL, yeye alicheza mechi 23. Dakika alizocheza zilikuwa 2013. Hii ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level tulishai kumzungumza japo kidogo wakati wa tetesi. Lakini sasa yupo rasmi kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ndio tunakumbushia kile alichokifanya. Kwenye mechi 23 kati ya 28, majukumu ya kiulinzi, zile defensive actions, yale majukumu mama kuhakikisha timu yake inakuwa salama, ni pamoja na tackling ambapo alizifanya 30 kwa mafanikio. Kuna interceptions alizifanya 18 kwa mafanikio. Clearances, kuosha mpira kutoka katika eneo hatarishi, alifanya mara 129 kwa mafanikio. Huyu ni Ismail Olivier Toure. Lakini katika kombe la shirikisho barani Afrika, Stellenbosch walijiwekea rekodi binafsi wenyewe kwa kwenda sio tu hatua ya makundi ambayo ilikuwa ni rekodi na ni mara ya kwanza kwao tangu kuanzishwa, lakini pia wakaenda robo finali, halafu wakaenda nusu finali. Yani miongoni mwa timu 4 zilizobaki kuelekea mwisho wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa 2024-2025. Tunakumbuka vizuri. Waliowazingua wakawatoa ni Simba ya kocha Fadlu Davids. Walifungwa 1-0 visiwani Zanzibar kwenye uwanja New Amani Complex, Simba ilikuwa ikicheza nyumbani. Halafu kule Afrika Kusini mechi ilisha 0-0. Yeye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana wakati Stellenbosch ikienda nusu finali kombe la shirikisho. Katika mechi 10 kutoka hatua ya makundi mpaka nusu finali, yeye alicheza mechi 8. Alicheza kwa dakika 720. Halafu nini alichofanya katika dakika hizi? Kwenye majukumu ya kiulinzi, defensive actions, alifanya 12. Lakini alipora mipira kutoka kwa wapinzani kuirejesha katika himaya ya timu yake. Tunasema ball recovery, alifanya mara 14 na bado alifanya blockings 3. Huyu Ismail Olivier Toure. Maana yake ni nini sasa? Ndani ya Simba, kama anaendeleza hiki alichokionyesha akiwa na Stellenbosch msimu uliopita, kile alichokifanya Banias, ingawa amecheza kwa mechi chache, mechi 5 kati ya 12, maana yake Simba wanakuwa na ulinzi imara. Kwa mfano tu, akawa yeye na Rushaine De Reuck, akawa yeye na Wilson Nangu, maana yake Esperance de Tunis washambuliaji wao akina Kusila Bwalia, akina Jack Diarra, yule mchezaji kimataifa kutoka Burkina Faso, uviungo wao akina Usemtika, lakini na wachezaji wote kwa ujumla, akina Florian Danyo, akina Jibeli, akina Jabri, watakumbana na kisiki cha Olivier Toure na wenzake kina Rushaine De Reuck, kina Kapombe, akina Nixon Kibabage au Anthony Mligo, viungo wao akina Kamara, akina Lassana Maudokante, kina Yusuf Kagoma, na hivyo kuipa Simba nafasi sasa kwenda kuishambulia Esperance, kwa sababu Esperance mtaji wao kama kile alichokionyesha katika mechi 2 walizocheza dhidi ya Stade Malien, kwao ikatoka 0-0 wakiwa nyumbani, halafu wakaenda kucheza dhidi ya Petro Atletico ya Angola kule Angola, mechi kaisha 1-1. Esperance wanachojivunia ni kwenye kuattack kwa mfululizo, ndiko huwafanya wao washambuliwe mara chache, lakini wanaposhambuliwa mara chache wanakuwa hatarini zaidi. Esperance de Tunis wao wakishambulia wanakuwa hatari, lakini ukiwadhibiti katika mara chache unaweza washambulia wao, wanakuwa hatarini zaidi. Na ushahidi ni kwamba katika mechi 2 hizi za walizocheza dhidi ya Stade Malien na Petro Atletico, wamepiga mashuti 34 yaliolenga lango, mashuti 8, wamefunga goli 1. Lakini wao wamepigiwa mashuti 18, wapinzani mashuti yaliolenga lango 5, nao wamefunga goli 1. Kwa lugha nyingine, wao walihitaji mashuti 34 ili kufunga goli 1. Wapinzani wamepiga mashuti 18 ili kufunga goli 1. Mpaka sasa mechi 2 wamefunga goli 1, wameruhusu bao 1. Na miongoni mwa udhaifu wao wanaposhambuliwa kwa kujibu zile counter attack, wakati wao wanapotoka kushambulia, ni mabeki wao wakati. Tunazungumzia Hamza Jelasi, tunazungumzia Yasin Meria au Hamza Jelasi na kijana Khalil Genuchi, kwamba huwa wanajichanganya, na hasa panapotokea zile pasi zinazopita katikati yao kwenda nyuma, alafu mshambuliaji wa timu pinzani akawa mjanja wa kuwazidi maarifa kukimbia nyuma yao, huwa wanajichanganya. Lakini pia katika mipira ya juu ndio ambayo huadhibiwa. Hata katika ligi kuu ya Tunisia wameruhusu mabao 6, ni katika mashambulizi machache wa wapinzani wanakwenda kuhangaika. Mabeki wao pembeni akina Mohamed Ben Hamida, wote huo kwenye kucheza kwao wanakuwa too offensive, wanakuwa juu zaidi, matokeo yake wanakuwa exposed katika eneo lao la ulinzi wakati, jambo ambalo wanapocheza na Simba yenye
Ismail Olivier Toure mwenye kiwango bora, maana yake mashambulizi yao mengi yatakuwa yakidhibitiwa, halafu kutoa fursa kwa Simba kufanya mashambulizi ya kujibu katika baadhi ya nyakati, mipira ikiwakuta kina Libase Geye, Kibu Dennis Prosper, Mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama, Eli Mpanzu Kibisawala, Lada Kichasambi, Morris Abraham, washambuliaji Selemani Mwalimu, Jonathan Soa. Matarajio ni kwamba Simba ipate matokeo mazuri, iwe ni mwanzo wa kupindua meza kibabe, kuhakikisha inamaliza miongoni mwa timu mbili kwenye kundi lao la D ili isonge mbele kwa hatua ya robo finali. Ismail Olivier Toure, changamoto tu ni kwamba kuzoeana kwake na wenzake ndani ya kikosi, kwa sababu ndio kwanza ametambulishwa, ndio kwanza ameanza kujifua kwa mazoezi, wakati mechi yao ni tarehe 24. Vinginevyo bonge la beki ambaye akileta kile kiwango chake alichoonyesha alikotoka au kukizidisha, basi Simba itanufaika sana, sio tu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, bali pia michuano mingine kama ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Je, itakuwa vipi? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.